Mimi naitwa Gideon Mukunda, ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Mbeya mjini. Awali ya yote nipende kushukuru ndugu waandishi kutembelea kwenye mafunzo yetu ambayo tulianza mafunzo tarehe 25 kwa kuwafundisha makarani waongozaji wa kupiga kura, ambayo mafunzo yafanyika kwa siku moja na ilikamilika kwa ufanisi mkubwa. Lakini tarehe 26 jana tulianza mafunzo ya kuwafundisha wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo. Takriban tunavyo vituo 630 katika jimbo letu, na wasimamizi wote na wasimamizi wasaidizi wa vituo wapo na wamepatiwa mafunzo kwa siku hizi mbili na tayari wapo wameiva. Miongozo iko tayari. Uchaguzi unaendesha kwa sheria, kanuni, miongozo na taratibu. Kwa hayo yote tumewapitisha kwenye miongozo ya upigaji wa kura na sheria zote ambazo zinatakiwa kufuata na yale mambo ambayo hayatakiwi kufuata juu ya upigaji wa kura. Tumewaeleza namna ya kutenda haki na kuhakikisha kwamba wanashirikiana na mawakala wa vyama vya siasa kuhakikisha kwamba kituo cha upigaji wa kura kinakuwa salama na wananchi wanapiga kura bila kuwa na malalamiko, lakini pia malalamiko kutoka kwenye vyama vya siasa ambao ndio wanaohusika kwenye zoezi la mchakato wa uchaguzi. Pia nipende kuwajulisha kwamba wapiga kura wa jimbo la Mbeya mjini waende wakapige kura kwenye vituo vile ambavyo wajiandikisha wakati wajiboresha daftari wa wapiga kura. Vituo vitafunguliwa saa 1 kamili na vitafungwa saa 10 kamili. Niwaombe tu wananchi wa Mbeya kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura, kwenda kuchagua viongozi wetu ambao tutapata nafasi ya kutuongoza kwa kipindi cha miaka 5. Kwa kweli usipoenda kupiga kura haujitendei haki, kwa sababu utakuwa unajilaumu kwamba kiongozi huyu haleti maendeleo au hanisikilizi, lakini hujajihusisha katika kumpata huyo kiongozi, na huko ni kujikosesha haki yako ya kikatiba, haki yako ya kupiga. Tanzania yeyote ana haki ya kupiga kura, weza kwamba yuko kwenye kundi la kawaida au kundi maalum. Na makundi maalum ambayo tunasema ni kama wazee, lakini watu wenye ulemavu tofauti, kama wagonjwa, wamama wajawazito. Haya yote ni makundi maalum ambayo yanahitaji kupewa kipaumbele kipindi cha upigaji wa kura. Tumewaeleza wasimamizi wa vituo makundi haya yakapewa kipaumbele. Mzee akionekana kupewa kwenye kituo apewe kupiga kura kwa haraka, hata bila kupanga kwenye mstari. Karani mwongozaji atafanya kazi ya kuwaomba wapiga kura wengine kwamba mzee akapiga kura, sababu na anaonekana kwa umri wake kwamba anahitaji kuhudumiwa na Watanzania wengine. Lakini vile vile wakina mama wajawazito pia tumewaelekeza kwamba wawape kipaumbele, wapige kura na warudi kwa haraka. Lakini vile vile watu ambao wameletwa kwenye vituo pengine na wagonjwa pia tumewaelekeza wasimamizi wa vituo kuwapa kipaumbele hawa watu, kuhakikisha kwamba wanapiga kura lakini wanaondoka kwa haraka. Lakini vile vile wamama ambao wenye watoto wadogo au watoto wachanga, vile ni kundi maalum ambalo tunawapa kipaumbele, watapiga kura, hawataingia kwenye mstari au kwenye foleni ya upigaji wa kura. Hao tutawaruhusu kupiga kura haraka na kuondoka. Na niwatake tena wananchi, baada haya yote kutimia, kwa maana umepiga kura yako, nenda nyumbani, usikae kwenye kituo cha kupigia kura. Nenda nyumbani ukisubiri baada ya saa 10 usubiri matokeo kwenye kituo chako, lakini ukusubiri matokeo kwa kiongozi wako ambaye umemchagua kwa maana ya diwani, lakini pia kwa maana ya mbunge. Matokeo yatatoka na utasikia. Hivi hakuna sababu ya kwenda kupiga kura alafu kukaa kwenye kituo. Piga kura yako, nenda kashughulike na shughuli nyingine. Kwa majina naitwa Amina Kashiru Mnifi, msimamizi msaidizi namba 1 kata ya Igale, kituo cha Oweo Igale. Of course mafunzo ni mazuri, kuanzia jana mpaka leo tumefundishwa kila kitu. Na kama mimi msimamizi namba 1 najua majukumu yangu kama kwa kupokea kura, kusoma jina na sauti, lakini pia lazima nizingatie, kwa sababu watu wengi huwa wanadhani kwamba unaweza kupiga kura sehemu yoyote
Cha kwanza, kituo ambacho mpiga kura anatakiwa aende kupiga kura lazima awe kwenye daftari lile la mahudhurio. Cha pili, lazima aidha awe na kadi ya mpiga kura, awe na kadi ya NIDA, awe na pasipoti au leseni ya udereva. Hiyo vitu vyote vitamfanya aweze kupiga kura. Lakini pia in case labda hana hiyo vyote, lakini kwenye daftari yupo na picha yake inaonekana kabisa kwamba ndio mwenyewe, bado anaruhusiwa kupiga kura. Kwa hiyo mimi nawasihi tu kwamba Watanzania tuweze kufuata sheria na taratibu zote za kupiga kura, kwa ajili ya kufanya kwamba kwanza itatufanya kwamba zoezi liende kirahisi. Kama watu wataenda tofauti, mimi kwamba zoezi litachukua muda mrefu. Kwa majina naitwa John Fredrick Luhanga, ni msimamizi namba 2 kata ya Utengule Usongwe, kituo cha Mlima Reli. Napenda kutoa ufafanuzi kidogo katika mafunzo ambayo tumeyapata ndani ya siku 2, na leo ni siku ya pili kwa ajili ya kuhitimisha mafunzo haya. Tumeyapokea vizuri sana. Mafunzo yameelimisha na yamejali katika kila upande wa kila mwananchi wa kila Mtanzania. Naweza kusema amejali katika nyanja zote, katika kuanzia walio watu wazima wenye ulemavu na matatizo yoyote yale imeweza kukizi, hadi kwa wale wenye upofu. Kwa hiyo ni kwanza mafunzo haya yametuelimisha, kutuonyesha jinsi ambavyo mwenendo wa upigaji kura ulivyo huru na wa haki. Kwa hiyo niwasisitize wananchi wote wajitokeze kuja kupiga kura, kwani kama tume imejipanga vizuri kushirikiana nasi katika kutenda haki katika kila mmoja wetu. Kwa hivyo ni waombe wote kwa wingi wetu tujitokeze kwa pamoja, na vituo vyetu kama tulivyopata maelekezo mapema kabisa, saa 1 asubuhi vitakuwa vimefunguliwa na zoezi litaanza saa 1 mpaka saa 10. Kwa hiyo katika wakati huo niombe wananchi wote wajitokeze kwa wingi, tupige kura, tumalize kwa usalama na zoezi lote liweze kwenda vizuri. Asanteni sana.